basi. Wacha tuone kama siwezi kukutisha. Wacha tuone kama siwezi kukutisha. Na hizi nguvu nazimaliza zote. Hizi nguvu zote namaliza zote. Hello wanangu nguvu wanangu badi kwa tunajua zinafanya amazing zaidi mazina nashukuru sana kwa support yenu bana bila nyinyi siweza kufika sehemu ambayo nimefika alafu mnanifanya jinsi mtamu. By the way angalia tu nyumba vile ilivyo nzuri, nyumba nzuri, yani ukiangalia mandhari mazuri, ukiangalia kila sehemu, nyumba ambayo kwa kweli unaipenda. Na kwa kweli I'm really happy because Lily made sure that she has done her best to make good money so that maybe she can at least afford this house, because unajua what I'm saying, what has made me to say to afford this house because pesa zake ndo zimetumika kutengeneza nyumba. You can imagine. I believe pia Mwenyezi Mungu atakujalia pia wewe unayewatch utengeneze nyumba kama nzuri kama hivi, because naona comment section wanasema Mungu wangu jamani, nyumba kama hii Mungu wangu. I believe and I know there is a time you'll get this kind of a house. Kama uko na nyumba imesimama hujui nini iliweza kusimamisha, mimi ni daktari na mwanga. Nitaivuruga mpaka itoke kwa linto, uweke mabati vile unataka. Mpaka ikuwe vizuri kabisa, ikae kama hii. Ukuna kuanzisha nyumba na unasimamisha nyumba, hautasimamisha nyumba kwa sababu Mungu yuko na Mungu atasimama na. Exactly. By the way ile nyumba yangu bado nishaiendeleza na by the way, I think it's a very nice idea. Ndana niwaonyesha kabisa mahali imefika. Daktari aliponiombea kule akanionyesha, aliniekelea mkono, nyumba yenyewe nishaendeleza, mabati nishaweka. But I think ni vizuri pia daktari tutarudi kule nyumbani kwetu niwaonyeshe the progress of the house by the way, because uliona vile kwa imesimama for quite a long period of time just because mambo ya kurushiwa hizi chuchu za huko na kule. Daktari, I'm really happy for that. Anyway, so nataka tuzungumzie kitu ambacho kimecholeta hapa daktari, na I'm very happy because umekuwa mtu mzuri na mwema. Mama, naona leo at least una smile. Leo ni smile maana nimesikia vizuri sana. Msichana wangu alikuwa amepoteza nyumba, sasa amepata, imerudi kwake na ni nyumba nzuri sana. Nikuonesha ile kazi amefanya haikupotelea chini. Naona nyumba vile nzuri. Hizo nyumba nzuri sana na ni nyumba safi sana, ni nyumba ya maana. Naenda naona vile ana smile. Mimi sasa nimefurahi juu vitu nimepitia. Sasa hivi niache tu ni smile. Let me smile juu. Thank you daktari, asante sana. Karibu na bado kazi naifanya. Bado sijamaliza kazi. So hizo asante ziweke zikuwe mingi sababu kazi bado tunaendelea nayo. Kweli daktari, na unaona hapa huyu alikuwa amevunjika mkono, na kwa kweli yeye umesema akuja ashuhudia aone kile kitu ambacho dadake anafanya, na kwa kweli I'm very happy for that. Na hata kando na yeye hata huyo dadake pia nimeweza kumvuta pia aje aone, ashuhudie ule uwezo ambao niko nao. Nataka kumwonyesha kwamba kale kama mtu kake mimi nafanya nini na kagonga. Sababu missile na nimeituma kweli. Umerusha missile kama mtu mbaya. Kama mtu mbaya. Wow. So tunasubiri tuone vile itakuwa, because I'm very happy for you daktari. Na I'm very happy by the way. I'm very proud of myself because I thank God because he gave you me. He gave you me. Yes. I don't know if that's good English, but anyway, at least you know what I'm trying to say. So bila kupoteza wakati nimeshamuita tayari amefika. Unajua mimi sipendi kupoteza muda kabisa. Wacha tuangalie kabisa kama amefika kweli, na tuone kama amefika kweli. Njoo jione. Nataka tu uone kwamba mimi nina mwanga. Hiyo ndio kitu ambayo imefanya ni kuweza kukuvuta uje hapa. Ajionee maajabu ya Musa. Mimi huwezi nifichia kitu. Mimi huwezi fanya kitu nyuma ya mgongo yangu. Unanifichia mimi, unanijua mimi ni nani? Anafikiri wewe ni mtoto mdogo. Sasa ujeni tu pole. Jeni ndio nyote. Unajua mimi hata vitu kama zimepandwa kwa boma, vitu zimefanya, unajua kuna mboma ambayo haiendelei. Mnashindwa nini inazuia kuendelea. Kumbe ni vitu ambazo ziko pale. Njooni mjionee. Mnaona huyo? Mnamuona huyo guy? Wewe? Unasonga nyuma nini? Kuja hapa. Kuja angalia. Kuja hapa. Unasonga nyuma nini? Unasonga nyuma. Wewe ni nani na unafanya nini hapa? Umekuja nini hapa? Wewe ni nani na unafanya nini hapa? Umetuma na nani hapa? Mimi hizo vitu zako haziwezi kunifanyia kitu. Wewe uniwezi. Wewe unafanya nini hapa? Na wewe pia umekuja kufanya nini? Nani amekutuma? Nani amekutuma? Wewe sasa ati uko kwa hii dunia kuharibu maisha ya watu. Nani amekutuma? Hakuna maisha yenye ni maharibu. Nani amekutuma? Umepandwa hapa kuweza kuharibu boma. Wewe nitisha mimi. Wewe nitisha. Wezi. Acha tuone kama siwezi kutisha. Wacha tuone kama siwezi kutisha basi. Wacha tuone kama siwezi kutisha. Wacha tuone kama siwezi kutisha. Na hizi nguvu nazimaliza zote.
Hizi nguvu zote utamaliza zote. Unaona sasa? Unatumia hizi vitu. Unaweza pimanisha ushirikina na Mungu. Unaweza pimanisha ushirikina na Mungu. Si afanye kitu sasa tuone. Siwezi pimanisha. Kiburi ukijua mganga wako ataficha kila kitu. Si umeona sasa? Ameshindwa kwa dakika moja tu. Nashangaa zile nguvu. Ajaribu kurusha vile alikuwa anarusha mdomo pale. Pesa ngapi huyu? Dakika hata 3 hazijapita na ashashindwa huyu. Ulimlipa pesa ngapi? Nilimlipa 100,000 na yote pia ungeenda uanze hata biashara na sasa tu unapalipa kwenda. Kuja na hizi vitu zako. Pole daktari. Daktari pole. Nisamehe. Sikuwa najua. Haukuwa unajua? Haki Mungu ni mwema. Pole daktari. Hata mganga amejua Mungu ni mwema. Nguvu ya daktari amefanya Mungu. Rudia tena. Rudia tena. Daktari pole, Mungu ni mwema haki. Mungu ameniokoa. Ameniokoa kwa hizi mambo. Haki nisamehe. Nisamehe sitarudia tena. Haki pole. Pole daktari. Mungu ni mwema. Haki Mungu niokoe. Niokoe nimeinua hadi miguu mikono juu. Mungu haki nifundishe huyu daktari wako. Nifundishe huyo daktari wako. Nifundishe huyu daktari maisha ya watu. Haki pole daktari, sitarudia tena. Daktari naomba unisamehe, sitarudia tena. Pole. Hapana pa daktari, sitarudia tena. Sitakufundisha. Naomba daktari haki unisamehe. Unajaribu kunirudia uto vitu twako unadhani tunaweza fanya kazi. Pesa yote ulikuwa unaringa. Hiyo pesa kidogo nilipotea tu njia. Huna pahali pa kukaa. Hauna. Unakaa hivi. Ndio naomba mnisaidie, msinifukuze hivyo. Usimkaribie. Kama hizi ndio vitu anafanya. Sitaki kukuza. Usiguze msichana wangu na usimkaribie mtoto wangu. Hiyo mambo yote umefanya hiyo pole kila kitu hivyo. Hiyo usimkaribie msichana wangu. Tusamehe daktari. Tulia. Nyamaza. Mbona uliamua unamtapeli? Simtapeli lakini nisamehe. Nitarudisha kila kitu, naomba nisamehe. Nitarudisha kila kitu. Mbona ukamtapeli ukamdanganya utamsaidia sijui unamweka arushe madawa kwa nyumba za wenyewe ati umemkinga. Umemkinga nini? Sitarudia tena, hata naomba tena hata unifundishe kazi yako daktari, lakini nitakuwa nafanya na wewe pamoja daktari, naomba unisamehe. Umeamua kurudi kwa Mungu. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, naomba unisamehe. Mungu ni mwema. Mungu amenitoa mbali. Mumeona mganga anasema nini? Mungu ni mwema. Ati Mungu ni mwema mganga. Mungu ona mwenye uliendea. Asante Mungu. Nani alikupoteza wewe mtoto? Tafadhali. Samehe, hata rudia tena. Samehe hata mimi pia hata sitarudia tena. Nifundishe hii daktari haki. Naomba one more chance. Naomba mpitie njia. Nani alikwambia upitie njia? Naomba unipatie one more chance. Naomba unipatie one more chance. Nimejifunza. Na regret sana. Nataka tu turudiane, tuelewane kama madada. Nimepata adabu yangu. Nimejifunza. Msamehe mtoto haki, hata rudia tena. Haki pole, nimesema haki pole. Nimesema pole, nitarudisha zote. Pole, nitarudisha zote haki. Nimeomba msamaha. Msamehe mtoto haki, nitarudisha zote. Watu kama hawa ndio wako huko nje kuweza kuharibu kazi yetu. Sisi ambao tumetumwa na Mungu hapa. Wanatapeli watu, wanakula pesa ya watu wakifanya nini? Wakidanganya watu wanakuwekea kinga, sijui wanakukinga. Sasa ile kinga yako imefanya nini? Mungu ametoa kwa haki. Naomba tu msamaha. Naomba msamaha kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema, ametutoa mbali, naomba akitusamehe. Leo ndio umejua kuna Mungu. Mungu yuko haki. Wakati ulikuwa unamtapeli ulikuwa huko unajua kuna Mungu. Kweli Mungu yuko kwa hii dunia haki. Mungu wangu. Tusamehe daktari, hatutarudia tena. Sasa hiyo kitu ambayo hatunadanganya nao ati inafanya kazi, mimi tafadhali. Ndio ulidanganya ati itakuwekea kinga. Nilimwamini lakini sana najua hiyo nguvu haiwezi fanya kazi. I gave you chances hata si moja. Ulikuwa unanionyesha madhara. Unajua zingerudi mimi ningeona jueni sister yangu nikugawie. Lakini this no. Angalia huyo mganga. Unaona ana smile sababu anajua alimtapeli. Ndio maana unaona ana smile alimtapeli. Haki nimeamua kwa njia. So na mpango gani? Mimi mpango ambao niko nao nimeshafungua hii boma. Amka, toka hapa. Toka, enda kabisa. Toka kabisa kwa hii boma, ondoa uchawi wako kwa hii boma kabisa.
Pita huko enda kabisa. Toka nje kabisa. Toka nje kabisa. Nje kabisa. Nje kabisa. Kwa hivyo nimeweza kufungua hii boma, hakuna vitu, kuna vitu ambazo ziko hapa ndani nitaweza kuziondoa lakini nyuma ya kamera. Hizo sitaki kuzione. Sawa daktari. So for now tumefurahi sana kwa kazi yako nzuri. Mpaka umeenda kwa hizo vitu. Nimewacha. Nilipotea tu kidogo. Nimechange. Sitajua aje tumekupea chance ngapi? Amesema mara ngapi huyu amechange? Sitarudia wadanganya. Hebu kwanza ondokea msichana wangu usimpate, usimfundishe hizo mambo. Usimfundishe tumelelewa pamoja. Wewe ni damu yangu lakini venye ulinifanyia hapana. Binadamu ni kusameheana. Nipe one more chance dada yangu. Nipe one more chance ya mwisho tu. Haya basi. Haya. Nyamazeni. Wewe nitajua vile tutaendelea. Mimi nimeshafanya kazi yangu na Mungu atazidi kuwabariki tena sana. Asante daktari. Sababu nimeshafanya, mmeshaona, bado tutaendelea na kazi. Wow, so daktari umesemaje imeishia hapo kabisa? Bado kuna kitu kingine. Kwa leo umemalizia kazi? Kwa leo nimeishia hapo. Kwa leo imeishia hapo. Wacha aende waambane msamaha wakubaliana kama familia. Mimi sina maneno for now. Wacha niende nyumbani because sina muda wa kupoteza hapa. Daktari, nashukuru sana kwa kazi yako. So umesema mtu hata ukiwa mbali unamsaidia kabisa. Mtu hata akiwa mbali anasaidiwa. Kama vitu zimepandwa kwa boma yako na kusaidia unazitoa. Maybe pale nyumbani mtu amekatalia vitu zako, nitakuja nizitoe. Maybe pale nyumbani umejaribu kujenga nyumba, unajaribu kujenga nyumba inafika mahali inasimama. Mimi nitaweza kusaidia kazi kama ile. Na nakusaidia ukiwa mahali popote pale. Cha msingi tu ni uweze kufuata masharti na uweze kufuata utaratibu wa kazi. Wewe utaona muujiza katika maisha yako. Sawa daktari, mimi nashukuru sana kwa kazi yako nzuri. So mambo ikuwe vizuri zaidi. For now, I say bye bye till next time.